Yes, bana kwa wapenzi wa filamu na wale wote wanaofuatilia filamu, sasa siku ya jana ikiwa ni msimu wa 98 wa Oscars, tuzo za Oscars wameachia nomination katika categories mbalimbali. Na kitu ambacho kimewavutia watu wengi, na hii imekuwa ni historia kwenye upande wa filamu, ni filamu ya Sinners kuwa nominated mara 16 katika categories mbalimbali. Sinners imevunja rekodi katika nomination za Oscar kwa mwaka huu 2026, ikivunja rekodi ya Titanic ambayo yenyewe ilipataga kuwa nominated mara 14, lakini pia kuna hii hapa ya La La Land ambayo pia ilipata kuwa nominated mara 14. Lakini kwa upande mwingine One Battle After Another yenyewe imekuwa nominated mara 12 katika category ya Best Picture, lakini pia kuna Best Actor na nyingine kibao. Bila kusahau kwenye upande wa animation, K-pop Demons yenyewe pia imeweza kuingia kwenye categories za Oscars mara 2, ambapo imeweza kuchaguliwa kwenye Best Animation, lakini pia Song for Golden. Lakini pia Oscar kwa upande mwingine wameweza kuongeza category nyingine ambayo watu wengi wameweza kufurahishwa na category hii hapa ya upande wa cast, ambayo tumeona pale Tiana Taylor amekuwa nominated, bila kumsahau Michael B. Jordan na wengine kibao tu. Sinners zimeongoza kuingiza actors ambao wamekuwa nominated kwenye category hii hapa. Lakini pia tukiangalia kwenye category ambayo watu wengi sana wanaisubiri na kuona ni nani atapata category hii hapa naizungumzia category ya Best Picture, ambayo humu ndani kuna filamu kali zote ambazo nazifahamu ambazo zilifanya vizuri kwa mwaka 2025, ambapo kuna Bugonia, kuna F1, kuna Frankenstein, kuna Marty Supreme, kuna Hamnet, kuna Sinners yenyewe, lakini pia kuna One Battle After Another, na bila kusahau The Secret Agent. Hii ni moja kati ya category ambayo watu wengi wanaisubiri kwa hamu kwa sababu mpambano wake ni mkali. Ukiangalia filamu zote humo zimefanya vizuri, na tunasubiri kuona ni nani atachukua category hii ya Best Picture kwa mwaka 2026. Na kitu kingine ambacho watu wengi sana wameweza kujiuliza ni kwa nini filamu ya Wicked for Good ya Ariana Grande pamoja na Cynthia Erivo haijaingia kwenye nomination za Oscars kwa mwaka 2026. Sijui ni nini hasa wenyewe wameweza kuzingatia nini, kwa sababu ni moja kati ya filamu ambayo ilifanya vizuri kwa namna fulani kutokana na historia yake humo ndani. Kwa upande wako na maoni gani? Lakini pia let's wait and see ni nani ataweza kuchukua tuzo za Oscar kwa mwaka huu 2026.